Ya bana, inakuwa vipi mwana habari 254 TV, achia mbali Bonga TV Media. Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Wakati huu tunajaribu kufuatilia ishu nzima ya kifo cha mwanahabari nguli ambaye anajulikana kama Diblo wa Kaberia ambaye aliregesha vyombo kwa Muumba. Sasa kuna video ambazo zimekuwa zikitembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, watu wakirushiana lawama. Sasa hapa tunaangalia Radio 47 na Radio Jambo, wahusika wakuu, mmoja anajulikana kama Gidi, mwingine anajulikana kama Rocho. Sasa kuna video moja ambayo ilitembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii ya Rocho akijaribu kuongea kuhusu ishu nzima ya Diblo wa Kaberia kudhulumiwa na muajiri wake ambaye ni Radio Jambo. Kumbukizi zako labda? Mimi hata sikumbukizi. Kwanza nitaanza na kusema yale ambayo yameniudhi. Mwenzangu Diblo Kaberia alituaga asubuhi ya kuamkia jana. Na rafiki yangu alikufa sababu ya mateso. Na haya nitasema mingi zaidi. Rafiki yangu amepitia magumu. Rafiki yangu amedhulumiwa. Na nitayasema kabla ya kumzika rafiki yangu kule Maua. Nitawaambia Wakenya kwa nini nasema hivi. Utatapika. Mimi unajua mimi si mnafiki. Mimi kwa sababu ya rafiki yangu nitayasema hayo. Sasa ni ishu nzima ambayo ilikuwa vizuri na wahusika wakuu katika Radio Jambo, ambapo aliamua kutoa kile ambacho tunachokita rejoinder. Niliona information ambayo ilichapishwa kwenye mtandao wa kijamii na bingwa fulani ambaye anajulikana kama Matthew Otomax ambaye aliwahi kuwa mwanandinga wa kitambo wa Gor Mahia na AFC Leopards, akimkashifu Arocho akisema kuwa hivi ni vitu ambavyo havifai visemwe kadamnasi ya umma, mambo ya Diblo wa Kaberia kudhulumiwa na vile vile ishu nzima ya matanga. Ni kama Arocho alikuwa anajaribu kuweaponize matanga ya Diblo wa Kaberia, kwa maana alikuwa anasema kuwa kuna watu wengine ambao hawaruhusiwi ama haifai waruhusiwe kufika katika matanga ama mazishi ya Diblo wa Kaberia. Lakini mimi sitawawacha. Kwanza wasije katika mazishi ya rafiki yangu. Lakini hawajijui labda? Wanajijua. Wanajijua. Nikisema miaka 17 wanajijua. 17 years of excellence on air. Kazi amefanya rafiki yangu. Hakuna mtu wajua, sitasema tu mengi, lakini kuna wale ambao wametambulika sababu ya Diblo Kaberia. Alafu baadaye pia kwa kuwa na video moja ambayo ilikuwa posted kwenye mtandao wa kijamii ya mwanahabari katika Radio Jambo ambaye anajulikana kama Gidi akiongea kuhusu ishu nzima. Anasema kuwa Arocho thibitisha kuwa yeye ni school dropout. Niliwaambia huyu jamani dropout. Sasa hizo nini tunasema na jamaa ameenda zake. Kama ulikuwa unampenda, ungemtafutia kazi huko mali huko. Hapo kwa hapo kama. Hizo nini unaandika kwa mtandao unatuambia sijui watu wasikuje mazishi sijui nini. Huyu jamaa hata sijui kwa nini namjibu. Surely. Is that even right? Unatumia kifo cha mtu kujifurahisha kwa mtandao ati ndio sasa upate mafollowing na ujinga kama hizo. With all due respect. Surely. Drop out. Sasa kuna wengi ambao walikuwa wanajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na hii ishu nzima, kwa maana ile ishu ya kuaddress vitu kama hivi inafaa mtu ajitokeze kiundava, yani akumbatie uhalisia badala ya kutumia kile ambacho tunachokita matusi. Lakini siku ya leo Arocho pia ameamua kupasua mbarika kuongea kuhusu ishu nzima. Sasa hapa Arocho ameconfirm ya kuwa Diblo wa Kaberia alidhulumiwa pale ambapo alipokuwa akifanya kazi katika radio station ya Radio Jambo. Sasa hapa kwenye video hii alikuwa na mdahalo na mwanahabari ambaye anajulikana kama Mwashumbe na mwenzake ambaye anajulikana kama Mwakideo katika Radio 47. Sasa ningependa kwa heshima zako kama unaweza sikiza hii video alafu ndio baadaye uitizame, ndio alafu ndio baadaye tuendelee.
kuwa mtangazaji shupavu. Na juzi hapa katika Radio 47 na vile vile TV 47 katika kipindi cha 90 plus niliwakashifu watu ambao wamemsumbua na kumkalifisha rafiki yangu. Siku anasema hayo labda kumtisha yeyote ama kumfukuza yeyote. Maana wakati wa huzuni tunamtaji kila mtu. Na nawaomba jamani, tuweni na amani wakati tunapotumpumzisha rafiki yangu. Na kuna pay bill ambayo imetolewa. Hii pay bill ni ya familia, sio ya mtu yoyote. Tafadhali tuchangie kama Wakenya kumrahisishia rafiki yangu safari yake ya mwisho. Kelele nilipiga hapa wiki moja. Na Mungu amefanya mambo yake. Namrudishia subhana shukran. Maanake nilisema kwamba rafiki yangu ameteseka sana katika miaka 17 ambaye amekuwa mtangazaji. Kuna jamaa, a mutual friend, ambaye alinitumia shilingi 216,000 216,000. Alinipigia simu akaniuliza, Arocho, nimesikia kitu ambayo umesema. Kaberia ana wana wangapi? Kaberia ana watoto 3. Mmoja mkubwa mwanamume ni mwanafunzi katika chuo cha katika Ratina University. Na anafanya nursing. Ananiambia, Arocho, give me the bill. Wewe jamani, kampa bill ya 216,000. Kila mwezi, kila semester ni 36,000. Amebakisha 6 semesters. Ukipiga hiyo ni 216. Nikamwambia baba, bill yake ya shule ni 216. Ndani ya kaltas. So kelele yangu haikuwa ya kumkashifu yeyote, na yule ambaye alikwazwa na muomba anisame. Lakini ilikuwa tu ni kuweza kuleta hamasa kwamba kuna jambo ambalo ama hali halisi. Hali halisi. Unamjua Diblo atakushinda wafanyikazi wenzake? Hapo sitasema. Mimi Diblo namfahamu sana. Diblo nimekaa naye kwa miaka 16 sasa. 17. Diblo ndo alikaribisha kwenye redio. Yeye ndiye alinifunza kazi ya utangazaji. So he is a friend. Tunacheza naye katika timu ya Tusker wazee. Tuko naye katika SJAC. Sports Journalist Association ya Kenya. Na tunacheza naye katika timu ya wanahabari. So Diblo hata baada ya kuweza kutoka kule kwingineko tumekuwa karibu sana. Kwa sababu sisi ni marafiki, tumekuwa mandugu. Watoto wake wananijua hivi moja kwa moja. Wananiita Arocho, wananiita Anko. So hiyo ndio ilikuwa inanigusa. Shida yangu ilikuwa ni hawa watoto. Maana tungefanya mazishi tutasahau familia. Lakini namshukuru Mungu. The first born Karatina University ametenda paid paka amemaliza. Na huyo jamaa ameniambia, Arocho, I want to remain anonymous. Hastaki kujulikana. Mzuri huyo. Ametoa na mkono wa baraka. Na naomba jamani, wale ambao waliona ni kama nilitishia watu wasije kule Meru. Mimi naomba sote tufike, tumsindikize rafiki yangu. Please don't misquote me. Naomba pia basi rafiki yako pia angefanya vile unavyofanya. Rafiki yangu yupi? Tafadhali wacha tuachane. Umesikia ama umetizama hii video ya Arocho akiongea kuhusu issue nzima. So one thing that I've come to realize, Arocho anaonekana a true friend wa Diblo wa Kaberia. Kwa maana ameweka wazi na kukonfirm ya kuwa Diblo wa Kaberia alidhulumiwa pale ambapo alikuwa anafanya kazi katika stesheni ya Radio Jambo. Unajua mara nyingi huwa wanasema kuwa kenge akitoka majini alafu akuadisie ya kuwa mamba ni mgonjwa, hautatilia shaka zile information ambazo umepewa na kenge. Sasa Arocho wakati fulani aliwahi wajibika pale Radio Jambo na anajua hivi vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika. Na hapa ukiangalia kwenye hii video amesema kuwa alipofika katika stesheni ya Radio Jambo ndio Diblo wa Kaberia alimshika mkono, alimfunza vitu vingi. Na hapa pia akakonfirm akasema kuwa hata baada ya yeye kutoka katika stesheni ya Radio Jambo na kwenda pale TV 47 ama hata K24, kuna wakati fulani alikuwa anaonekana katika musika pale akifanya uchambuzi wa mchezo wa mpira wa miguu. Arocho anaweka wazi ya kuwa walikuwa wanawasiliana na Diblo wa Kaberia, na anasema kuwa pia ako na ukaribu
wa kupitiliza na familia ya Diblo wa Kaberia, wanamuita Anko. Yani ni mtu ambaye ana ukaribu zaidi na mwenda zake. Sasa kwenye video hii pia ameongea kuhusu hiyo issue nzima ya yeye kutoa kile ambacho tunachokita lawama kibao kwa mwajiri wa Diblo wa Kaberia, pale ambapo alikuwa anasema kuwa jamaa huyu alidhulumiwa, lakini sasa ameomba msamaha. Ndio akasema kuwa kwa wale ambao walimchukulia vibaya ameridhia, akaomba msamaha, na anasema kuwa wale ambao watakuwa na wakati wafike katika sehemu husika tarehe 6 ndio mwezi ujao, kuhakikisha kuwa tumempa befitting send off mwanahabari huyu wa kupigwa mfano wa mchezo wa mpira wa miguu. Sasa ni wazi, ukiangalia vizuri unapata kama Diblo wa Kaberia alidhulumiwa na mwajiri wake ambaye ni Radio Jambo. Sasa hapa tunasema ya kuwa pole ndio kwa familia, lakini pia kuna wakati fulani pia inafaa watu wafanye kile ambacho tunachokita kuwajibika, kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa zaidi. Sasa tunajaribu kusubiri kuona kile ambacho kitasemwa ama kusikia ndio kile ambacho kitasemwa na mwajiri wa mwenda zake ndio Diblo Kaberia, na vile vile kile ambacho kitasemwa pia na wahusika wakuu katika stesheni ya Radio Jambo, kwa maana hizi ni lawama nzito ambazo zimetolewa na Fred Arocho akidhibitisha ya kuwa kumbe alidhulumiwa mwenda zake. Kwa hiyo kuna paybill number ambayo imeshatolewa tayari kuhakikisha kuwa tumechangia familia ya Diblo wa Kaberia. Huyu ni mwanahabari wa kupigwa mfano, alitupa burudani na vile vile alihakikisha kuwa tumepata udambu uwanjani. Unajua mara nyingi tuseme kama una nafasi ya kusafiri kufika kule uwanjani, kuna wale ambao huo unawategemea kuhakikisha kuwa wamekupa habari kuhusu vitu ambavyo vinafanyika kule uwanjani. Sasa na kuwekea video hapa ndio angalau upate kujua jinsi hii bifu ilivyoanza, na vile vile kile ambacho alikisema mwanahabari ambaye anajulikana kama Gidi kumuhusu Arocho, na kile ambacho alikiandika kwenye mtandao wa kijamii mwanahabari pia ambaye anajulikana kama Matthew Otomax, mwanandinga wa kitambo wa Gor Mahia, FC Leopards na Harambee Stars, kuhusu issue nzima ama kile ambacho alikisema kadamnasi ya umma. Huyu mwanahabari ambaye anajulikana kama Fred Arocho, ambaye inaonekana alikuwa rafiki wa ukaribu zaidi na Diblo wa Kaberia. Mola ailaze roho yake mahala pema peponi. Kwa hiyo ni Habari 254 TV na Bonga Tube Media. Usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijijini na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hizi mbili ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi, Habari 254 TV na Bonga Tube Media. Kisha kuwa umesubscribe, umelike, umeshare, alafu baadaye drop comment yako hapo chini angalau tupate kujua, je, unajisije kutokana na makala hizi na vile vile lawama kibao ambazo zinasambazwa kwenye mtandao wa kijamii kuhusu wale ambao walimdhulumu mwenda zake Diblo Kaberia, ambaye alikuwa anapiga mishe zake katika radio ambayo inajulikana kama Radio Jambo. As the nonsense we are mourning, yani wachana sisi tunaomboleza. Anasema grief is heavy and intimating or simply emotional as you'd choose to call it. Akaendelea kusema most of the time those involved either directly or indirectly do think the solution to grief should be dramatic, as is the case in this clip showing a journalist related to the deceased indirectly by virtue of shared job description ranting and threatening others not to get near casket or burial site. Sasa hapa anajaribu kuongea kuhusu Arocho, kwa maana Arocho alikuwa anasema kuwa kuna wengine ambao hawafai kuruhusiwa kufika katika mazishi ya mwenda zake Diblo wa Kaberia. Ameendelea kusema hivi: it's perfectly healthy to grieve, but it's wrong to exploit other people's somber period or personal gain or to settle personal scores with individual or entities. Akaendelea kusema I find this very selfish and untimely. According to Kubler-Ross model, there are approximately 5 accepted stages of grief. Anger is one of them. I see the excuse of anger in the Kubler-Ross model being abused or misused at the expense of deceased and rightfully bereaved to disguise
personal interest and vendettas. It will be very unfair for someone to claim that the deceased was a fallen figure in his 17 years of service in the industry, when some of us know the anxiety, pain and effort were born to ensure our colleague got the necessary cushion needed when he was incapacitated by the illness. Amenila kusema, personally, I put it in extra pro bono hours and days to cover for my Swahili commentary tutor and role model, and to ensure he lost no paycheck. Already, I'm at loss. My learning experience has been cut short. However, we console ourselves by saying, kazi ya Mungu haina makosa, is gone to a better place. On that fateful Sunday morning, alongside Todd Loquiria and Tony Mbala, before kickstarting the World of Sports show, we had a solemn prayer for our colleague, which included wishing him to get well and find strength to be behind the mic before the Champions League final. Shocked, we were hit so hard by the unfortunate news of his demise. Just a couple of hours into the show, our world stopped, and so was the show. It was not easy, in as much as our esteemed listeners would have loved us to continue with the show. We advertently went off air. Hii nguvu huyu mwingine ya kuzomea watu, sijui anatoa wapi kama si opportunity ya kupiga kiki amepata. It turned out to be a long, treacherous day on Sunday with our boss Tony Mbala, Ghost Mulei and Todlo. We embarked on a journey to sadly make sure that our colleagues' emotionally challenged family were not stranded or overstretched with bills and other penalties, and that El Mago's procession to his final resting place was smooth, peaceful and decent. On the other side, the omnipresent empty voice of Osogo Winyo was issuing direction without clearance. You wonder how he expected the few gathered poor, grief-stricken family members to clear the pending bills and transfer to the morgue. He was selfishly dispensing his side hustle, marketing some maize flour in Kisumu and Homa Bay, whereas some of us had to forsake what puts ugali from the same product he was marketing on our table in respect of a fallen hero. Halafu you gather the guts to wrongfully accuse other people of neglect while using official job apparatus trying to create non-existing animosity in a symbolic industry. Akamalizia kwa kusema, as my childhood buddy and a person I look up to in my quest to be a super good journalist, your utterances were uncalled for, childish and untimely. If the due course of the law should be followed, this should be treated as incitement likely to cause strife between family members, colleagues and friends. God forbid. Fare the well, Diblo Kaberia El Mago. That is part 13. Wanasema watu kwamba hata kwenye matanga, harusini, watu ucheka. Nasema hivi kwamba tunapoishi sisi duniani, Naam. tunatembea na kivuli cha mauti. Ndio. Sasa hivi mwenzetu Diblo Kaberia El Mago, Ndio bana, angekuwa anacheka, anatufuatilia mashamsham, ametangulia mbele za haki. Kumbukizi zako labda? Mimi hata sikumbukizi. Kwanza nitaanza na kusema yale ambayo yameniudhi. Mwenzangu Diblo Kaberia alituaga asubuhi ya kuamkia jana. Na rafiki yangu alikufa sababu ya mateso. Na haya nitasema mingi zaidi. Rafiki yangu amepitia magumu. Rafiki yangu amedhulumiwa. Na nitayasema kabla ya kumzika rafiki yangu kule Maua. Nitawaambia Wakenya kwa nini nasema hivi. Utatapika. Mimi najua mimi si mnafiki. Mimi kwa sababu ya rafiki yangu nitayasema hayo. Unajua binadamu shida yetu ni unafiki. Mtu akiwa hai tutamsifu, mtu akiaga pia mimi hatuzikani tungali. Mimi Arocho nitayasema. Na huyu bwana kila ukikaa naye Diblo, kitu chochote anambia achana ule mnafiki. Wanafiki ni wengi sana. Na saizi baada ya kumpoteza, nitasema tu kwa ufupi tu, jana asubuhi mida kama saa 2 hivi asubuhi nilipokea simu. Na ndio maana leo kidogo sina raha kwa sababu
simu yenyewe nilipokea kutoka Meru, ikinifahamisha kwamba kuna jamaa anataka namba yangu ya simu. Nikauliza ni kina nani? Ati kuna fununu kwamba rafiki yangu ameaga, wangelipenda namba yangu. Na nikamwambia basi wape. Alikuwa mwanahabari mmoja sitamtaja. Alafu baada ya pale jamaa akanipigia simu. Akaniambia yeye ni nduguye Diblo, na ananipa habari kwamba Diblo ameaga. Kamwambia wewe ndugu ya Diblo vipi wewe bwana? Unasema nini? Alafu akaniambia ndio Diblo ameaga asubuhi, na simu ambayo itafuata itakuwa ni ya mwanawe ambayo wako naye kule hospitalini, walikuwa naye hospitalini. Then mwanawe akanipigia akaniambia yule msichana ama mvulana? Acha msichana. Mvulana. Msichana alikuwa shuleni. Mvulana amemaliza sekondari. Yuko chuo kikuu. Sasa msichana ameingia leo kutoka shuleni. Sasa wakanieleza bwana. Kijana aliponieleza nikajua kweli. Ni ukweli. Sasa ndio wanafiki wakaanza kupiga masimu. Wale ambao wamemdhulumu rafiki yangu kwa zaidi ya miaka 17. Warocho. Bana niliwapa jana. Na ukiyasema haya Rocho, kweli najua ni mengi utakuja kuyasema, na utaratibu watu watataka kujua utaratibu hadi utakapomzika rafiki yetu. Na kama unavyosema, na ndivyo walivyo binadamu Rocho. Lakini mimi sitawawacha. Kwanza wasije katika mazishi ya rafiki yangu. Lakini hawajijui labda. Wanajijua. Wanajijua. Nikisema miaka 17 wanajijua. 17 years of excellence on air. Kazi amefanya rafiki yangu. Hakuna mtu wajua, sitasema tu mengi, lakini kuna wale ambao wametambulika sababu ya Diblo Kaberi.